watuhumiwa wanashikiliwa kutokana na tuhuma za kudaiwa kuingilia mfumo wa kibiashara wa makampuni ya ukopeshaji simu. Hawa wanashikiliwa kutokana na tuhuma hizo. Wanaoshikiliwa sasa na tuhuma hizo ni Charles Odeni maarufu Mwakasege mwenye umri wa miaka 32. Huyu ni fundi simu mkazi wa Meta, na Isaac Charles maarufu Bebwa mkazi wa Shewa jijini Mbeya. Watuhumiwa walikamatwa katika msako uliofanyika kuanzia Januari 27 mwaka 2006 hadi Februari 5 mwaka 2026 katika maeneo ya mtaa wa Rungwe Music Mwanjerwa jijini Mbeya. Inadaiwa kuwa watuhumiwa hawa wamekuwa wakibadili simu zilizokopwa kwa watu mbalimbali kutoka katika makampuni ya kukopesha simu na kuondoa mfumo mzima uliowekwa ili wale wakopeshaji wasiweze kufuatiliwa katika kulipa kiasi cha fedha ambacho wanakuwa wamekubaliana na makampuni ya ukopeshaji. Kwa hiyo baada ya watuhumiwa hao kufanyiwa upekuzi kwenye ofisi zao, walipatikana wakiwa na simu nyingi tu ambazo ni Samsung simu 53, Infinix simu 21, simu aina ya Tecno 13, Itel simu 11, Yasi simu 1. Pia watuhumiwa wao walikutwa wakiwa na vifaa vya kuflashia simu hizo ambavyo ni Infinity Box Nongo sentimita 2 ikiwa moja, Jitang adapter ISP 4 BAT 2, F64 flash Ultra Box 2, F64 flash adapter 2, Jitang Plus box 2, UFI box 1, laptop zilikuwa 3. Kwa hiyo simu hizo zilizokamatwa zilifanywa ukaguzi wa awali na kutambuliwa na makampuni yaliyowakopesha watu hao au watu mbalimbali, na nyingine kati ya hizo ambazo zilikutwa kwa watuhumiwa hawa zilitambuliwa kuwa ni mali ya wizi zilizoibiwa katika jiji la Mbeya. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwanza kwa watu wote walioko katika mkoa wa Mbeya na maeneo mengine au mikoa mingine kufika katika kituo cha polisi kushirikiana na Jeshi la Polisi kuzitambua hizi simu ambazo zimekamatwa, na kama zina wahusu basi waweze kutusaidia katika kutoa ushahidi. Lakini pia Jeshi la Polisi linatoa wito kwa wananchi ambao bado wanajihusisha na uingizaji, usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na ni hatari kwa afya zao wao wenyewe, lakini pia na watumiaji wengine, hususan vijana ambao wanatumia dawa hizi za kulevya. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa baadhi ya watu wenye tamaa za kujipatia mali kwa njia zisizo halali kuacha mara moja, badala yake watafute shughuli halali za kujipatia kipato. Kama mnavyojua, uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii na hususan katika mkoa huu.